Karibu tena mtazamaji wa Manyuzi TV kuendelea kupata dondoo za kiburudani kutokea hapa. Bwana, tuna habari moja ambayo inamhusu msanii kutoka nchini Tanzania ambaye amepata matatizo nchini Kenya. Msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava aliyewahi kutamba na ngoma kama Violet pamoja na Anita na nyinginezo nyingi, anayetambulika kama Matonya, ameripotiwa kuwekwa kizuizini nchini Kenya baada ya kudaiwa kutekeleza tukio la ubakaji kwa mwanamke mmoja huko nchini Kenya. Taarifa hiyo inasema hivi: msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava Sefu Shabani Matonya leo Alhamis Aprili 9, 2026 amefikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, akikabiliwa na shitaka la ubakaji. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, upande wa mashtaka ulieleza mahakama kuwa Aprili 7, 2026 katika jengo la Josi Jaka Apartment lililopo Nyali, Mombasa, msanii huyo anadaiwa kumwingilia kimwili mwanamke aliyetajwa katika nyaraka za mahakama kwa herufi JG kwa kutumia nguvu. Matonya anafahamika zaidi kwa kupitia wimbo wake maarufu kama Violet. Ameshtakiwa kwa kosa hilo chini ya kifungu cha 3(1)(a) kikisomwa pamoja na kifungu cha 3(3) cha sheria ya makosa ya kingono nchini Kenya. Mbali na shtaka hilo kuu, msanii huyo pia anakabiliwa na shtaka mbadala la kufanya kitendo kisichofaa kwa mtu mzima, ambapo mahakama iliambiwa kuwa alimgusa mwanamke huyo katika sehemu zake za siri bila ridhaa yake. Baada ya kusikiliza maelezo ya pande zote, mahakama ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya shilingi 500,000 za Kenya, sawa na takriban shilingi milioni 10 za Tanzania, kwa sharti la kuwa na mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye dhamana ya kiasi kama hicho. Inaeleza ya kuwa endapo dhamana hiyo itafanyika na kiasi hiko cha pesa kitawasilishwa mahakamani na msanii Matonya akapatiwa dhamana, lakini bado kesi yake itakuwa ikiendelea, ambapo mahakama inaeleza kuwa msanii huyo atawasilisha hati yake ya kusafiria ambayo ni passport mahakamani hapo, huku akitakiwa kutosafiri kwenda sehemu yoyote bila ya kuwa na ruhusa ya mahakama hiyo. Nchini Tanzania pia kupitia jambo hilo limeweza kuwagusa watu wengi pamoja na wasanii wenzake Matonya. Msanii Tundaman amejitokeza kumwombea mchango msanii mwenzake Matonya ili aweze kupata dhamana na kutoka nje, ili kujua wanawezaje kumsaidia ikiwezekana kesi ishe na kurudi nchini Tanzania. Ameweza kufanya interview mbalimbali msanii Tundaman na kueleza dhamira yake hiyo ya kuendelea kumchangia msanii Matonya kuweza kupata dhamana pamoja na kiasi hiko cha pesa ambacho kimetajwa kiweze kupelekwa mahakamani hapo. Amesema Matonya kama msanii mwenzake amepata matatizo, sisi kama Watanzania hatuna budi kumsaidia. Angependa kuona pia watu wenye nafasi ambao wanaweza wakachangia kiasi hiko cha pesa, pamoja na wasanii wenye majina makubwa, sio mbaya wakachangia ili kuweza kumsaidia Matonya. Kupitia hilo pia Chief Godlove, mfanyabiashara huyu maarufu nchini Tanzania, amekuwa wa kwanza kuonyesha nia yake kumsaidia msanii Matonya kiasi hicho cha pesa ambacho kimetajwa kama dhamana. Ameandika hivi kupitia mtandao wake wa kijamii: Chief Godlove bilionea, mimi kama mpenzi wa muziki wa Tanzania wa zamani, kinachoendelea kuhusu Matonya kukamatwa kwa ubakaji sijui kama ni kweli au sio kweli, ila ni Mtanzania mwenzangu, naomba nifuatilie, nikipata ukweli nitamlipia hiyo milioni 10. Ameandika Chief Godlove bilionea katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram. Bado mchango unaendelea ili kuendelea kumsaidia msanii Matonya kutoka katika matatizo hayo ambayo yanamkumba sasa hivi akiwa nchini Kenya. Hii ni Manyuzi TV, endelea kufuatilia kwa kupata dondoo mbalimbali zikiwemo za kiburudani kama hizi, masuala ya teki, michezo pamoja na kufahamu masuala ya kijamii. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Tukutane tena hapo baadaye.